Baada ya chakula cha jioni, ndugu hao watatu wanampeleka kwenye chumba chao na kuanza kumwonyesha vitu vyao. Hapo Koi anaona daftari la muziki na anagundua kwamba ni la Yuri. Koi anauliza kama bado anafanya muziki, lakini Yuri anasema wazi kwamba ameacha muziki kabisa na sasa hana uhusiano wowote nao. Tangu kilichotokea kwa Laura, ameanza kuuhusisha muziki na siku hiyo, kwa sababu wakati Laura alipomhitaji, yeye alikuwa kwenye mazoezi ya muziki. Usiku, mama yao anampeleka Koi kwenye chumba cha zamani cha Laura. Alikuwa amemtayarishia kitanda hapo na kumwambia kwamba alale hapo usiku huo. Koi anakataa mwanzoni, lakini mama yao anamweleza kwamba kama atamrudisha kwenye apartment yake peke yake leo, atakuwa na wasiwasi juu yake usiku mzima. Kwa ajili tu ya kupata amani ya moyo, anataka Koi abaki nyumbani kwao usiku huo. Baada ya kuona unyoofu wake, Koi hatimaye anakubali. Usiku huo, mama yao pia anakaa naye kwa muda kwenye chumba cha Laura na kushiriki naye kumbukumbu za binti yake. Anapozungumza kuhusu Laura, anaonekana wazi kuwa amehuzunika sana. Koi anapomuona akieleza maumivu yake kwa uwazi namna hiyo, kwa mara ya kwanza naye anaanza kuzungumza kuhusu maisha yake ya zamani. Anaeleza kwamba muda fulani uliopita, mama yake aliolewa tena na akaenda Ulaya pamoja na mume wake mpya kwa honeymoon ya miezi 6. Baada ya hapo, Koi akabaki peke yake nyumbani. Hakuwa amemwambia mtu yeyote kuhusu jambo hilo. Alimwambia tu rafiki yake wa karibu zaidi kwa sababu alimwamini na aliamini kwamba angehifadhi siri yake. Lakini rafiki huyo huyo aliwaambia marafiki zake wengine kuhusu Koi kuishi peke yake. Wavulana hao walikuwa wakifanya sana unywaji pombe na sherehe. Walipojua kwamba Koi anaishi peke yake, walianza kuifanya nyumba yake kuwa sehemu yao ya kukutana na karibu kila usiku walikuwa wakija hapo. Koi alitaka kuwazuia, lakini waliendelea kumshinikiza. Wavulana waliokuja kumshambulia kwenye apartment yake leo pia walikuwa sehemu ya kundi hilo la zamani. Kisha usiku mmoja, yule rafiki yake wa karibu alikuja nyumbani kwake akiwa amelewa na akiendesha gari. Alipata ajali mbele ya nyumba hiyo na akafariki, lakini lawama za tukio lote zikawekwa kwa Koi. Watu waliamini kwamba kila kitu kilitokea kwa sababu yake, na kwa sababu ya kashfa hiyo, hatimaye alilazimika kuacha shule yake ya zamani na kuhamia shule nyingine. Baada ya kusikia yote hayo, mama yake Ren anasikitishwa sana na ukosefu wa haki aliyotendewa Koi. Mara moja anamkumbatia Koi ambaye kwa muda wote huo alikuwa ameficha maumivu yake yote ndani yake. Wakati huu anashindwa kujizuia na anaanza kulia kwa uchungu. Katika chumba kingine, Ren, Dun na Yuri pia wanasikia sauti yake, na sasa kwa mara ya kwanza wanaanza kutambua ni mambo mangapi ameyapitia akiwa peke yake. Asubuhi iliyofuata, wote wanakaa pamoja na kula kifungua kinywa. Mazingira yanakuwa ya amani kabisa, na Koi kwa mara ya kwanza anahisi yuko salama akiwa sehemu ya familia fulani. Baba yao pia anatania kwamba inaonekana sasa familia yao imeongezeka kwa mwanachama mmoja zaidi. Jambo hilo dogo linawafanya wote watabasamu, na kwa Koi pia wakati huo unakuwa wa kipekee sana. Baadaye Koi anakaa bustanini pamoja na mama yao na kumwambia kwamba zamani alikuwa akiwaonea wivu wanawe kwa sababu wote watatu walikuwa daima na msaada wa kila mmoja. Alifikiri kwamba tangu kuzaliwa alikuwa peke yake na maisha yake yote yalikuwa yamepita katika upweke huo, lakini sasa naye amepata kitu ambacho labda watu wengine wanaweza kumwonea wivu. Mama yao anamuuliza amepata kitu gani. Koi anatabasamu na kusema kwamba sasa naye ana mama mwenye upendo ambaye kwa kweli anamjali. Baada ya kusikia hivyo, macho ya mama yao yanajaa machozi. Wakati huo anamuona Laura kwa namna fulani ndani ya Koi. Anaanza kufikiria kwamba labda hatima ilimtuma Koi katika maisha yao ili aweze tena kumpa msichana mwingine upendo ule ule ambao sasa hawezi tena kumpa Laura. Baada ya Koi kuingia katika maisha yao, maisha ya mama yao pia yanaanza kubadilika polepole. Baada ya kifo cha Laura, alikuwa ameacha kufanya mambo mengi, sasa anaanza tena kuyafanya. Hali yake ya akili pia inaanza kuwa bora na anaanza tena kupata furaha katika mambo madogo madogo. Siku iliyofuata, Koi anamwambia Yuri kwamba anapaswa kuanza tena muziki na kuimba, lakini Yuri anakataa waziwazi. Anasema kwamba amefunga kabisa ukurasa wa muziki milele na hataki kurudi tena. Usiku huo, wote wanne wameketi pamoja. Ghafla, Dun anawaambia jambo lingine la kushangaza. Anasema kwamba ameacha mazoezi ya kukimbia na hatashiriki tena katika mashindano makubwa ambayo amekuwa akijiandaa kwa muda mrefu. Anaeleza kwamba kila anapokimbia kwenye mashindano, anaanza kumuona
kumwona Laura mbele yake, kana kwamba ameketi na kumshangilia kama zamani. Katika kumbukumbu hiyo, umakini wake hupotea na kila mara anapunguza kasi na kusimama katikati ya mashindano. Jambo lenye maumivu zaidi kwa Dawn ni kwamba sasa anaweza kumwona Laura tu katika mawazo yake, si katika maisha halisi. Koi sasa anaelewa kwamba si Yuri pekee, bali familia nzima bado imekwama katika huzuni ile ile baada ya kifo cha Laura. Ili kuwasaidia kutoka katika hali hiyo, Koi anawapeleka ndugu hao watatu kwenye paa. Hapo ndipo paa ambako kwa mara ya kwanza aliamua kukatisha maisha yake. Akiwa amesimama hapo, anawaambia kwamba alipokuja hapa kwa mara ya kwanza hakuwa tena na sababu yoyote ya kuishi, lakini Yuri alimzuia na leo yeye mwenyewe anataka kuishi. Koi pia anawaambia kuhusu baba yake wa kambo, kwamba hakuwahi kumkubali kama binti yake. Tangu mwanzo hakutaka Koi akae pamoja nao na daima alimuona kama mzigo. Lakini sasa Koi anasema kwamba mambo hayo hayamsumbui tena kwa sababu maisha yamempa kitu bora zaidi kuliko hicho: Ren, Dawn, Yuri na familia yao. Kadiri muda unavyopita, Koi anazidi kuwa karibu zaidi na ndugu hao watatu, lakini ukaribu mkubwa zaidi unaanza kujengwa kati yake na Yuri. Polepole hata yeye mwenyewe anaanza kuhisi kwamba Yuri si rafiki tu kwake tena, na anaanza kuwa na hisia kwake. Baada ya muda, Koi anapata daftari la zamani la Laura. Anapolitazama, ghafla anakuta ndani yake barua ambayo Laura alimwandikia Yuri siku aliyofariki. Mara tu anaposoma barua hiyo, Koi anaelewa kwamba ni jambo muhimu sana kwa Yuri, na mara moja anaichukua na kwenda kwake. Kutokana na barua hiyo, inagundulika kwamba Laura alikuwa amenunua tiketi ya tamasha la bendi anayopenda Yuri. Alikuwa ameweka akiba kidogo kidogo kwa miaka kadhaa. Alifanya hivyo ili tu aweze kumpa Yuri zawadi hiyo. Pia aliandika kwenye barua kwamba asiwaambie Ren na Dawn kuhusu hilo kwa sababu hakutaka wafikiri kwamba anampenda Yuri zaidi yao au kwamba wao walikuwa wamemfanyia mambo machache. Pamoja na tiketi hiyo, Laura pia alikuwa amemwandikia Yuri wimbo mwenyewe. Katika ujumbe wake, alimwambia asiache muziki kamwe na alitaka aendelee kufuata kipaji chake. Kwa dhati kabisa, aliamini katika kipaji chake na alitaka Yuri atimize ndoto zake. Yuri anavunjika kabisa moyo anapoona barua na tiketi ya tamasha. Sasa anaelewa kwamba siku ile alipokuwa akiondoka kwenda kwenye mazoezi na Laura, alikuwa akimuita mara kwa mara. Hakutaka kuzungumza naye kuhusu tatizo lolote, bali alitaka kumpa zawadi hii pamoja na barua. Lakini Yuri alikuwa amechagua kuondoka haraka bila kumsikiliza. Ukweli huu unapofichuka, kutoelewana kukubwa kulikokuwa ndani ya Yuri kunaondoka. Sasa kwa mara ya kwanza, anaelewa kwamba muziki wake haukuwa sababu ya kifo cha Laura. Badala yake, Laura mwenyewe alitaka asiache muziki kamwe. Siku iliyofuata, Ren anaenda kwenye mgahawa wa baga ambako baba mzazi wa Koi anafanya kazi. Anakutana naye na kumweleza kila kitu kilichomtokea Koi katika siku zilizopita. Ren alitaka uhusiano wao uliokuwa umevunjika kwa muda mrefu uweze kwa namna fulani kuunganishwa tena. Anapotoka shuleni, Koi anashangaa kumwona baba yake akiwa amesimama mbele yake. Baba yake anaanza kutembea pamoja naye na inaonekana wazi kwamba sasa anataka tena kuwa sehemu ya maisha ya binti yake. Kwa mbali, Ren anawatazama wote wawili wakiwa pamoja na anafurahi kuwaona wakianza kuwa karibu tena. Baada ya hapo, mambo yanaanza kubadilika polepole. Kwa sababu ya Koi na kutiwa moyo na ndugu zake, Dawn anaanza tena kukimbia na anarudi kushiriki katika mashindano. Wakati huo huo, baada ya kusoma barua ya Laura, Yuri pia anaacha kuikimbia muziki na anaanza kurudi tena kwenye kuimba na muziki. Kwa sababu ya Koi, ndugu hao watatu wanaanza polepole kutoka katika hatia na huzuni zao na kuanza tena kufuata ndoto zao. Baada ya muda, siku ya kuzaliwa ya Ren, Dawn na Yuri inafika. Mama yao anaenda kwenye bakery kununua vitu vitamu kwa ajili ya sherehe. Kwa bahati, wakati huo huo, mama yake Koi pia yupo kwenye bakery hiyo, na wakati wa mazungumzo, anataja kwa kawaida kwamba leo pia ni siku ya kuzaliwa ya binti yake. Lakini mama wa ndugu hao hajui kwamba binti anayemzungumzia ni Koi. Baadaye, mama yake Koi anakuja kwenye apartment yake akiwa na vitu vitamu. Wakati huu anaongea naye kwa upendo na upole mkubwa, lakini Koi bado anaendelea kuweka umbali ule ule wa zamani kati yake na mama yake. Koi alikuwa tayari ameamua kwamba anataka kutumia maisha yake pamoja na watu ambao kweli anahisi usalama, heshima na upendo kutoka kwao. Jioni hiyo, Koi anaenda nyumbani kwa Ren, Dawn na Yuri, na wote wanasherehekea siku ya kuzaliwa pamoja. Nyumba nzima imejaa vicheko na joto la kifamilia. Koi, ambaye zamani alikuwa
amezoea kuishi peke yake, leo kwa mara ya kwanza anajikuta akiwa miongoni mwa watu ambao anaweza kuwaita watu wake. Hatimaye, Koi anafanya uamuzi mkubwa kuhusu maisha yake. Anaamua kwamba kuanzia sasa ataishi pamoja na familia hii na atawachukulia watu hawa kuwa familia yake. Kwa miaka yote hiyo, alikuwa amehisi kukosa familia na upendo wa kifamilia, lakini hatimaye amevipata hapa. Kwa mara ya kwanza, Koi hakuwa tena na sehemu ya kuishi tu, bali alikuwa na nyumba ambayo kwa kweli alipendwa na kutunzwa. Hadithi hii inaishia hapa. Kama mmependa hadithi hii, like video, subscribe kwenye channel na hakikisheni mnaandika kwenye comment ni mhusika gani wa stori hii unayempenda zaidi.